Kumekuwa na mafanikio makubwa ndani ya miaka hii minne kwa sababu ya mabadiliko mbalimbali. Mafanikio hayo miongoni mwake ni kuongezeka kwa washiriki. Kumekuwa na ongezeko la washiriki kutokea 2926 hadi 3503, na kuongezeka kwa washiriki wa nje pia kutoka idadi ya 76 makampuni hadi kufikia makampuni 451. Lakini pia kuongezeka kwa nchi shiriki kutoka nchi 17 hadi nchi 28, na hii imetokana sana na jitihada za Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ziara mbalimbali alizozifanya kuhamasisha na kuipromote Tanzania. Hatimaye nchi zimeongezeka kutoka 17 zimekuwa 28. Zile ambazo pale field wakati maonyesho yanaendelea, Watanzania wengi wanapata ajira pale. Kwa hiyo hizo ndio ajira ambazo tunozihesabu. Watanzania wengi wanafaidika, wanapata ajira. Miongoni mwao ni wanafunzi ambao wamemaliza vyuo, wengine wanafunzi wako field, wanapata ajira mbalimbali kwa kupitia maonyesho hayo tunayofanya. Kuongezeka kwa watembeleaji, idadi ya watembeleaji imeongezeka hadi kufikia 300,000. Pia imeongezeka hadi 50,000 kwa sababu kipindi cha siku ya Sabasaba tu ile tunakuwa data zetu zina rekodi ongezeko la washiriki ile Sabasaba Day ambayo ndio sikukuu ya kitaifa. Lakini fursa za mauzo, thamani zimeongezeka bilioni 25.16, na mikataba ya kibiashara yenye thamani ya shilingi bilioni 176. Kwa hiyo tunaona maonyesho jinsi yanavoleta faida na tija kwa nchi. Lakini pia uratibu wa makongamano ya kibiashara pia kuongezeka na yameendelea kuleta tija. Maonyesho ya kisekta, katika maonyesho ya viwanda tulikuwa tuna maonyesho ya viwanda ambayo yameongezeka, idadi ya makampuni yamefikia 257. Jumla ya kampuni hizo zikiwemo sekta mbalimbali za bidhaa ambazo zinazalishwa nchini. Na haya ni maonyesho ya viwanda vya ndani. Maonyesho ya Pro Paper Tanzania ambayo jumla ya washiriki 144 kutoka kampuni 37 na nchi 10 zilihudhuria katika maonyesho hayo. Lakini pia tuna maonyesho ya 7 ya teknolojia ya madini ya Geita ambayo mnafahamu, maonyesho ya Geita, ambapo maonyesho hayo yameendelea kukua na ni miongoni mwa sekta ambazo tunazisimamia, na masoko ya wazalishaji wa sekta ya madini tumeona yanavyokuwa, wale wadogo wadogo, wakati na wakubwa. Kongamano pia la biashara kati ya Tanzania na Japan tumelishuhudia karibuni tarehe 15 Agosti. Majadiliano ya biashara ya uwekezaji kati ya sekta ya viwanda, kilimo yaliimarishwa na kutoa fursa za Tanzania kuingia katika soko la Japani. Na kwa mwaka huu tukijaliwa mwezi April tarehe 13 hadi tarehe 13 Oktoba tunaenda kuanza maonyesho ya Expo 2025 Osaka Kansai Japan. Ni maonyesho makubwa. Kama mtakumbuka tulikuwa tuna maonyesho ya Dubai Expo yalimalizika na tulipata fursa kubwa sana ya mikataba kusainiwa, mikataba mikubwa, mikataba 37 ndani ya Tanzania. Lakini na maonyesho haya sasa ni hatua nyingine, maonyesho makubwa, maonyesho ya dunia. Tunatarajia sisi kama Tanzania pia kupata fursa sana, na mikataba mbalimbali pamoja na miradi mbalimbali itauzwa katika maonyesho hayo ya Japani. Ni maonyesho ya miezi 6 ambapo katika miezi 6 kutakuwa kuna program mbalimbali ambazo katika program hizo ziko idadi yake ni 8. Sekta zote zitaweza kushiriki na kuhakikisha tunatumia fursa ya miezi 6 ya maonyesho hayo, fursa za kila sekta kuhakikisha inapata. Lakini pia tutatumia uwepo wa maonyesho hayo kuuza mikataba na miradi yetu mikubwa. Kama unavyofahamu, kila taasisi Tanzania sasa hivi tuna miradi mikubwa na Tanzania tunafuata ile principle ya PPP sasa hivi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo muhimu. Sisi tunasema ni soko la kunadi mikataba yetu. Kwa hiyo tunahakikisha tutauza miradi yetu katika maonyesho ya Expo Osaka Kansai Japan. Pia kuna kongamano katika uratibu wa maonyesho ya makongamano ya biashara, pia kongamano la biashara na uwekezaji nchini Komoro lililofanyika Agosti mwaka huu. Makampuni ya kilimo, kampuni ya Sugeto, hiyo kampuni iliweza kushirikiana na kituo cha mauzo ya Komoro. Tuliweza kusaidia kupatikana kwa oda ya vitunguu tani 2500 venye thamani ya $2.5 milioni 2.5, ambapo sawa na Tanzania shilingi milioni 6.8. Hizo ni oda ambazo imepata kupelekwa Komoro. Kwa hiyo bidhaa zinapata masoko kupitia haya makongamano na uratibu haya makongamano ambapo tunawafanya. Lakini pia tumeendelea kufanya makongamano mbalimbali ya sekta za nishati, sekta za energy, na katika ushiriki wa maonyesho ya kimataifa
Kuna maonyesho yaliyomalizika CIA, maonyesho makubwa ambayo yamefanyika China, import and export, ni maonyesho makubwa. Katika maonyesho hayo tumeweza kupata mafanikio ya hati fungani zenye thamani ya bidhaa, ambapo makampuni 13 yalishiriki katika kufanikisha mauzo ya papo kwa papo, lakini thamani ya shilingi bilioni 17 tuliweza kupata kama Tanzania, lakini bidhaa za katani, asali na sanaa za mikono. Katani yetu mkonge ulipata soko na wana mkataba ambao unauza, lakini asali tulishuhudia container ambazo zimekwenda. Baada ya kutoka maonyesho yale waliweza kupata oda. Lakini maonyesho pia ambayo maarufu mliasikia, Expo Doha, maonyesho ya mboga mboga, ambapo fursa za bidhaa na mauzo waliweza kuuza. Tuliuza thamani ya shilingi milioni 125 bidhaa zetu za mboga mboga na chakula. Kwa hiyo oda ambayo ilipatikana. Na katika ushiriki wa Expo kama nilotaja, Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan, tunatarajia kufunga mikataba mbalimbali. Lakini ukija kwenye thamani ya Expo Dubai tuliweza kusign mikataba yenye thamani ya US dollars bilioni 7.49 sawa na trilioni 17 za Kitanzania. Kwa hiyo trilioni 17 hizo ndani yake kuna ajira 200,000 zimeweza kupatikana kwa mikataba ambayo imesainiwa. Kwa hiyo tunaona faida na uwepo wa hizi fursa, kufunguliwa kwa fursa ya serikali ya awamu ya 4, tumeweza kuona kuna ajira, na washiriki walioshiriki wa Tanzania wote katika kwenda kutangaza na kuuza ni wanapata 640, hayo ikiwemo mawizara na mataasisi. Tuliweza kushiriki ndani ya miezi 6 kuuza na kutangaza fursa. Watembeleaji wa banda letu waliotembelea ni 928,469. Banda la Tanzania lilitembelewa na wadau hao, na wadau hao walitembelea kipindi mbalimbali. Lakini maonesho ya biashara ya Afrika mwaka 23 tulifanya mauzo ya papo kwa papo ya shilingi bilioni 2.17. Kwa hiyo tunaona jinsi ya makongamano na matukio na maonesho yanavyoleta faida mbalimbali ushiriki wetu. Lakini mikataba ya shilingi bilioni 17 tuliweza kufunga kupitia hayo maonesho. Kwa hiyo haya ni matukio ambayo yanaendelea kuleta tija. Lakini katika eneo la utoaji wa mafunzo kama Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania, kuna program za mafunzo 37 tuliweza kuziratibu, na zilihusisha wafanyabiashara 3,556, na mada ambazo tuliziona zinahitaji sana na zilileta tija: usimamizi na uendeshaji wa biashara. Washiriki walikuwa jumla ya 922. Mbinu za kufikia masoko ya ndani na nje ya nchi. Kama nilivyosema, hali ya ufanyaji biashara inabadilika. Kwa hiyo washiriki walikuwa 630. Tumeona idadi yake kwa sababu hitaji lipo na mbinu zinahitajika. Pia taratibu za kuuza nje. Hizi ni export procedure, zile Incoterms zile ambazo za ku-export. Kwa mfano Tanzania tunatumia FOB, wengine wanatumia CIF. Kwa hiyo hizo lazima tuwafundishe wafanyabiashara kuweza kufikia masoko hayo. Kwa hiyo hizo ni mafunzo ambayo miongoni mliotoa. Lakini katika taratibu washiriki 253 tuliweza kuwapa mafunzo hayo, na lakini wafanyabiashara wa mipakani tuliweza kuwapa mafunzo, walishiriki 51. Lakini tuna directory la kuwa formalize wafanya biashara wa mipakani, tunaita formalizing cross border trade. Tunajua kule mipakani, mipaka Tanzania, tuna biashara nyingi zinafanyika, wanahitaji kurasimishwa. Kwa hiyo tuna program za kuwarasimisha, tunaendelea kuwapa mafunzo, na wengi wao ni wakina mama ambao tunawapa mafunzo hayo, hatimaye wanaweza kufanya biashara na wanafanikiwa.